Ni kweli Mnyupe anastahili kuingia kwenye hizi shutuma ambazo mnampa? Kwamba alinyima penalty kwa wananchi Yanga? Yeah. Ilikuwa ni clear, na wakati ukiangalia Fuentes alianza kugusa mali. Clear kaka. Hamna mahali pameandikwa kugusa mali alafu ukicheza foul sio foul. Hakuna mahali pameandikwa. Labda kama mdetei sheria inasema ukishatugusa mpira kitu kinachoitwa foul kinaondoka. Kuna watu wanapata red card baada ya kugusa mpira. Sawa. Yaani unapata red card baada ya kugusa mpira. Ngoja nikuulize swali jepesi. Wachezaji ngapi ambao wanafika kwenye incidents ambazo wanaondoa kabisa mpira, wanaacha mguu hewani, alafu ule mguu unaenda kumkita mchezaji wa timu pinzani, mwamuzi anaweka foul? Wachezaji wangapi inawatokea hivi? Yaani advantage ya mpira anao yeye. Tena achana na ule mguso ni wa karibu. Mguso ni wa mbali kabisa. Advantage ya mpira anao yeye. Ameuondoa mpira kwenye eneo kabisa 100% mbali, alafu kauacha mguu hewani umekuja umemkita mzalimu mwenzie. Na inakuwa ni foul na red card. Umeelewa? Kwa usije ukahisi kugusa mpira ndio sababu pekee itakusababisha isiwe foul. Hapana. Kugusa mpira sio sababu itakusababisha uwe foul. Kwa sababu umegusa mpira. Yes. Alafu baada ya kugusa mpira umefanya nini? Umeelewa? Kwenye lile tukio la Young Africans kutakiwa kupata penalty na hawakupata. Lile tukio halina utata kabisa. Nielewe sawa sawa nikisema lile tukio halina utata. Lile ni miongoni mwa matukio machache kwenye mpira ambayo hayana utata kuhusiana na uamuzi. Isipokuwa muamuzi ndo mwenye utata. Umeelewa? Kwa sababu sehemu ambayo Dube aliweka ule mpira, kwa sababu kumbuka ile movement ya Prince Dube ilikuwa inalenga kuweka ule mpira sehemu ambayo Fuentes hawezi kufika na wazaji wa klabu ya Azam FC hawezi kufika. Mguso wa Fuentes haukusaidia ule mpira kwenda mbali zaidi, isipokuwa uliuhamisha kidogo kwenye sehemu ambayo Dube alikuwa anataka uwepo. Lakini yet bado kama sio Fuentes kufanya ule mguso aliofanya, Dube angeufikia ule mpira na pengine angefunga. Maana yake hapo umezuia nafasi ya kufunga. Shambulizi ambalo ni promising. Sio unaeleweka nikisema shambulizi ambalo ni promising. Kuna matukio aina mbili. Kuna kuzuia nafasi ya wazi kufunga, denying a clear goal scoring opportunity, na kuna kuzuia nafasi ya karibu ya kufunga. Yaani kuna kuzuia nafasi ya wazi ya kufunga, si ndio? Na kuna, ndio maana watu wanasema kuna dogso na kuna spa. Denying kwenye dogso ni kudeny the clear goal scoring opportunity. Stuart, ni mimi na wewe, tuko watu hawa wawili, mimi nimeuona mlango wa goli, sawa? Kama sio wewe kunizuia mimi au kunifanyia madhambi au kunifanyia foul, ningefunga goli. Hiyo ni dogso. Ile ya Dube sio dogso, ni spa. Kwa sababu Dube alikuwa anaenda kwenye eneo ambalo kuna wachezaji wengine, mbele yake iko kuna golikipa, alafu yuko kwenye distance fupi sana. Inawezekana angefunga ile goli au asingefunga. Kwa ile sio dogso, ile ni spa. Stopping a promising attack, kuzuia shambulizi ambalo lina matumaini ya kuzaa goli. Umeelewa? Na alichokifanya Fuentes kwenye ile tukio ni very intentional. Fuentes baada ya kucheza ule mpira alikuwa anagundua njia ambayo Dube anapita, akautanua mwili wake vizuri. Kwanza kusudi la kwanza ilikuwa ni kucheza na mkono, yani kumzuia kidogo na mkono kumtoa kwenye nafasi. Lakini baadaye akagundua na mguu wake chini. Ndio maana akastretch mguu kwa nguvu zaidi na akaukaza mguu, Dube akaenda kuanguka kwenye ile tukio. Eneo ambalo alikuwa ule mpira Dube alikuwa anaweza kufikia na kufunga. Lakini kile kitendo kimezuia Dube asiende kufunga. So hata alimnyupe mwenyewe ukimpa ile tukio akamwambia amua mara ya pili, atakwambia ni penalty. Sasa kwa nini haikuwa penalty kwa alimnyupe? Kwenye vitu ambavyo waamuzi huwa wana train siku zote, vitu vya msingi kabisa waamuzi wanavyo train, ni eneo gani la kuwepo wakati mpira unaingia katika area 18. Lile eneo la mita 18, eneo gani unapaswa kuwepo wakati mpira unapoingia kwenye lile eneo la mita 18 ama penalty area, wakati gani na wapi unapastahili kuwepo. Mpira ukiwa katikati, kwa maana ya mchezaji na mpira wako katika eneo la katikati, wewe muamuzi uwe wapi? Ukiwa pembeni kwenye ncha wewe uwe wapi? Ukiwa huku pembeni upande wa kulia wewe unatakiwa kuwa wapi? Ile itakusaidia kwenye angle view, uwezo wa kuona tukio kwa usahihi. Ukiwa nyuma ya mchezaji au ukiwa nyuma ya kikundi cha wachezaji, nyuma yao, yani mpira uko mbele yako, wachezaji wako mbele, wawili, watatu, alafu wewe uko nyuma yao, kuna possibility ndogo sana ya kuliona lile tukio. Sio, unanielewa? Lakini ukiwa kwenye upande, yani mpira unachezwa hapa point A, wewe uko hapa point B, sawa? Unaliona tukio hapa, mimi niko hapa. Ili tukio probably kwa hii
engo nayoitengeneza hapa, naweza kuona tukio la hapa. Mpira ukihama ukaja hapa, mimi naweza kuona tukio la hapa. Isipokuwa mpira ukija hapa katikati, itanibidi mimi nifanye shifting. Sawa? Nifanye get movement, nitoke hapa katikati nilipo, nije kwenye eneo hili ili niweze kuona mpira hapa katikati. Sio, umenielewa? Kwa hata waamuzi nafikiri huwa wana physical training kabla ya msimu kuanza, huwa wanakuwa nazo. Na bahati nzuri, kati ya vitu ambavyo wanatakiwa kufanya kazi kwa asilimia kubwa ni ile get concept, get movement. Natoka hapa point A nakimbilia point B, nakimbilia point C, naendaje kwenye hizo nyakati. Kwa Mnyupe pale kwa kuna changamoto. Wakati ule mpira unaenda, hakumove kwenye gate yoyote. Alienda kwenye straight line, mstari ulionyooka. Yuko nyuma ya mpira muda wote. Anakimbiza wachezaji, kwa bahati mbaya akawa nyuma ya wachezaji. Kwa hiyo inawezekana kuna mchezaji alimtinga. Inawezekana lile tukio hakuliona sawa sawa. Hakuona 100%. Na kwenye matukio kama yale, usipoona tukio kwa 100%, the only thing unachotaka kukifanya ni kutokutoa maamuzi ambayo yataleta utata zaidi. Sio, unanielewa? Sawa. Kwenye kanuni ya uamuzi, opinion of the referee inatumika kwenye, yani mimi bana, Stuart Mohamed Muhanga umeanguka, sijaona kama umefanywa foul, sijaona, kuliko niweke foul ile tukio, bora tuendelee kuplay on. Sio, umenielewa? Kwa Ali Mnyupe, of course ilikuwa penalty, lakini sina hakika kama maamuzi aliona 100% kama ni penalty, kwa sababu ya geti ambayo alikuwepo nyuma hapa. Alipokuwepo Ali Mnyupe, mbele yake huko kuna wachezaji, kabla ya kukuta tukio la Dube na nani na Fuentes, kulikuwa kuna wachezaji mbele yake. Sasa je, wale wachezaji walimtinga akashindwa kuona sawa sawa au vinginevyo? That's it. Hiyo ndo maana ya gate concept. Ukikosea kile kitu kimoja tu, umekosea kwenye kuona. Maamuzi ya pembeni, kuna kumwamulia maamuzi katika ile incident ni ngumu, kwa sababu anastahili kuwa karibu zaidi na ile tukio ni maamuzi. Wakati ile tukio, kumbuka, halikutokea upande ambao line one alikuwa amesimama, kwa maana Janet Balama. Ile tukio alikotokea upande ule. Kwa it's clear, hakuwa anastahili kulaumiwa maamuzi wa pembeni hata kidogo, kwa sababu alikuwa mbali kabisa. Kumbuka maamuzi yuko kule geti ya kwanza, ya pili, ya tatu. Maamuzi wakati uko wapi kwenye haya matukio yote? Mpira umetokea huku kwenye penalty area, lakini umetokea pembeni huku. Umeelewa? Kwa I think hicho ndio kitu pekee, na huwezi kumlaumu hata pia maamuzi ambaye anasimama kwenye meza, kwa maana Ramadhani Kayoko ana eneo lake, anaishia kwenye mabenchi ya ufundi pale, si ndio? Kwenye technical areas pale anaishia kwenye ile eneo, kwenye control mchezo. Maamuzi wa pembeni anaona, yes, lakini kuna matukio ambayo maamuzi anahitaji kusaidiwa, lakini kuna matukio ambayo maamuzi wakati anatoa straight decision. Okay. Kwa ile ilikuwa ni clear penalty, lakini sina kama maamuzi aliona sawa sawa. Uwanjani kwenye pitch, kwa nini mechi ilimalizika sare? Sasa hapo tutakuwa tunatofautiana vitu vingi kidogo na baadhi ya watu. Mimi kwangu mimi nitakuwa natofautiana sana vitu vingi na baadhi ya watu. Nakupa facts chache, alafu utanielewa kwa nini mechi ilikuwa ngumu jana kwenye kufunga magoli. Azam FC alitengeneza nafasi ya wazi ya kufunga moja pekee yake uwanjani jana. I think hiyo moja. Ile ya Faisal siwezi kuitem kama nafasi ya wazi ya kufunga, isipokuwa ya Zidane Sereli ambaye alipata nafasi 1-on-1 na Djigui Diarra. I think ilikuwa nafasi ya wazi kabisa ya kufunga. Yanga hawakuwa na nafasi ya wazi ya kufunga jana, isipokuwa tu walikuwa na matukio, walikuwa wanatengeneza nafasi ambazo pengine zingezaa magoli, lakini hazikuwa nafasi za wazi. Sasa ukienda kwenye takwimu, utakutana na hii takwimu. Yanga ndio timu ambayo imefunga magoli machache zaidi kwenye ligi. Azam FC ndio timu ambayo inafuatia kwa kufunga magoli machache zaidi kwenye ligi. Tofauti yao ni goli moja kati ya hizi timu mbili. Nafikiri magoli 4 kwa 5 kama niko sawa sawa, kati ya Azam FC na pamoja na Yanga. Ndio magoli machache yaliyoruhusiwa zaidi na timu mbili kwenye ligi. Kwenye ligi mpaka sasa, Yanga na Azam FC ndio timu ambazo hazijapoteza mchezo. Sawa sawa, kwenye ligi mpaka wakati huu Yanga na Azam FC hazijapoteza mchezo. Sasa ukirudi kwenye idadi ya magoli yaliyoruhusiwa kwenye hizi timu, jibu lako linakuja nini? Jibu lako linakuja hizi timu ndio timu imara zaidi kwenye kuzuia, kutokuruhusu magoli. Si ndio? Ndio jibu sahihi. Kwamba Yanga na Azam FC ndio timu imara zaidi kwenye kuzuia kuliko timu nyingine kwenye NBC Premier League. Ukigoma nitakuhoji ukaniletee takwimu mpaka sasa hivi. Sawa sawa. Hii takwimu ina credit ubora wa wapinzani wote wawili kwenye mchezo wa jana kwenye uzuiaji. Sasa basi, walimu wa timu zote mbili jana waliingia na approach ya kuamini kwamba wapinzani wao ni hatari. Mwalimu wa klabu ya Azam FC Florent Ibenge aliingia na hiyo imani, kwa sababu akiangalia takwimu za Young Africans kwenye kufunga,
alikuwa anapata shida kidogo. Timu pekee kwenye ligi ambayo imefunga magoli 30 plus ni klabu ya Young Africans. Lazima uingie na hiyo threat. Timu pekee ambayo ina wachezaji almost watatu na kuendelea kwenye ile orodha ya wafungaji ambao wana magoli 4 plus ni klabu ya Young Africans. Mudathiri haya basi, Prince Dube, Laurindo, wote watatu wana magoli 4 plus ambao wamefunga kwenye ligi. Umeelewa? Kwa ukiangalia unasema okay, hawa kidogo wana attacking threat. Mwalimu wa klabu ya Azam FC jana, hata ukiangalia kwenye approach aliyoitumia jana ya kwanza na mshambuliaji wa kati 100%. Ashraf Kibeku namna alivyokuwa anapick mipira, alikuwa anacheza kwa ajili ya kumpin Mohamed Hussein asisogee katika eneo la juu akatengeneza hatari kubwa. Zidane Sereri alikuwa ni rotator upande wa kushoto pamoja na kurudi eneo la katikati kwa nyima Yanga comfortability, hasa kwa Baka, hasa kwa Bakari Mwamnyeto, wakati ambao Jibidi anaanzisha nini? Anaanzisha mipira. Ameingia na lengo la kuwa balance yao wasisogee kwenye eneo la juu ili kutokutengeneza hatari kubwa. Ndio maana alianza bwana mdogo Ashraf Kibeku. Kumbuka kwenye benchi alikuwa na Jaftek Tambala, kwenye benchi alikuwa na Jinja Kizingita, wazaji ambao unategemea kuwaona wakianza kwenye mechi ambazo Azam FC technically watakuwa na 100% za kushambulia kwa kupitia washambuliaji wao wakati. Then Yanga walivyoingia kwenye namna yao ya kiuchezaji jana, unaweza kuhisi Young Africans waliingia wakitaka sana kucheza mpira na kumiliki eneo la katikati la uwanja. Kwa sababu Yanga wamepunguza kucheza na defending midfielders wawili pase, wakacheza na defending midfielder mmoja na mmoja ni driving. Maana jana kwenye mechi ya jana Young Africans, Mudathiri haya basi ameanza kwenye squad, ni driver mzuri. Maxim pia Nzengeli ameanza kwenye squad, ni mtu mzuri kwenye kudrive mipira na kupiga forward passes. Alafu akaanza Duke Abue. Ukimwangalia Duke naye anakupa box to box. Box ya chini anakupa ukabaji, box ya juu anakupa pia uwezo wa kupiga pasi na uwezo wa kukota mpira kidogo na kusogea kwenye eneo la hatari la timu pinzani. Kwa Yanga lengo lao nafikiri kwenye mchezo wa jana, hata mwalimu ukimwangalia, lengo lilikuwa ni control tempo ya mchezo. Azam FC sio comfortable uwanjani, wao ndio wao na asilimia kubwa ya umiliki wa mpira. Lakini kwa bahati mbaya Azam FC nao walikuja vizuri kwenye hiyo plan, kuwanyima Young Africans options la kwenda mbele, kwa sababu ukiangalia Fuentes Mendoza, Yoro Diaby, si ndio? Lusajo Maikenda pamoja na Pascal Msindo walikuwa wanafanya kazi nzuri sana kwenye attack kwa tight wachezaji wa klabu ya Young Africans. Vita ya Pascal Msindo na Alan Okello, Msindo alishinda. Maana yake alifanya 100% kama mwalimu alivyotaka. Yanga walikuwa hawako comfortable kumpasia mpira Alan Okello. Vita ya Prince Dube na Lusajo Maikenda ambaye Prince alikuwa anaenda kupick mipira pembeni, kwa asilimia kubwa pia mwalimu alifanikiwa kuishinda kwa kupitia Lusajo Maikenda. Alikuwa anafanya kazi nzuri kwenye defending. Laurindo akawa kwenye msindo wa wachezaji wawili. Kwa one way or the other kumpasia mpira moja kwa moja ni kama unamweka kwenye hatari kubwa zaidi. Kwa okay fine, tusipoteze mipira, tucheze katika eneo letu la katikati. Wakati ambao Azam wamefanikiwa kwenye kuhakikisha mpira hauko comfortable huko kwenye eneo la ushambuliaji, wakarudi tena kufanya Yanga sio comfortable kwenye eneo la ulinzi. Zidane Sereri, Faisal Salum Abdalla, pressing tena highline. Ashraf Kibeku, pressing tena highline. Faisal nenda ka press kwenye eneo la katikati, Zidane ka press pembeni, Ashraf Kibeku ka press pembeni. Kwa maana yake viungo wa klabu ya Young Africans walipanga kucontrol tempo ya mchezo, isipokuwa mpira ukija katika eneo leo la katikati, front passes sio option. Maana yake mnabaki kucheza nyinyi watatu tu hapo katikati. Mudathiri haya basi, Duke Abuya pamoja na Max Nzengeli. Mnabaki nyinyi kwenye hiyo square ya mpira. Ukipiga back pass ndio yale ya Mwamnyeto ambayo yametokea mara mbili kwenye matukio mawili muhimu. Faisal kana compress la kwanza, nafikiri la pili alina compress Zidane Sereri. Jinja Kizingita. Wameenda kupress matukio mawili mfululizo back to back kwa Bakari Mwamnyeto. Kwa Yanga wakawa pia wana threat kidogo. Tukipiga back pass hapa, wana shida tunaweza tukapata kidogo. Watu watatu wakawa wana operate sana kwenye eneo la katikati. Mbele pasi haziendi, nyuma pasi hazirudi. Kwa sababu ya plani nzuri ambayo mwalimu Florent Ibenge alilei kwenye table kwa ajili ya kufanya vizuri. And then Azam FC wakichukua mpira wa kusogea mbele, wanajua wana watu ambao ni threat. Kwanza wana wachezaji ambao wanaweza kupiga kutokea mbali. Pili wana mchezaji ambaye anaweza kucontrol mchezo. Ana uwezo wa kumiliki mpira, ana uwezo wa kupiga passes za hatari. Ndio Faisal Salum. Huyu ni mchezaji ambaye mimi nikimwangalia kwenye mechi ya jana alistahili kuwa man of the match, kwa sababu ndio mchezaji pekee ambaye alikuwa ni loose pattern kwenye kosi cha Azam FC. Yanga wakienda wawili, Faisal anatoka kwenye hilo tukio. Yanga akienda mmoja, Faisal anatoka. Wakienda watatu pia, Faisal anatoka kwa sababu anaweza kuexploit spaces, akapiga pasi, mkajikuta wote mmepoteza hiyo nafasi. Kama unaona ile tukio ambalo Faisal alijaribu kupitisha mpira katikati ya wachezaji wawili wa klabu ya Young Africans, akaishia kucheza kwa mkono Duke Abuya, ndio matukio ya mithili ile ambayo alikuwa anayafanya Faisal uwanjani, ambayo alikuwa anawapa Azam ile numero advantage ya kuwa wengi zaidi ambao wana nafasi ya kupiga mpira na kucheza. Yanga walikuwa wanakosa advantage kwa sababu hawakuwa na huyo mchezaji. And then 0-0
inakuja kutoa tathmini sasa halisia kwenye takwimu za ulinzi. Ukienda kwenye takwimu za ulinzi, Azam FC na Young Africans wanakaribia kulingana. Ukienda kwenye takwimu za umiliki wa mpira, kipindi cha kwanza chini ya Azam FC, kipindi cha pili chini ya Yanga. Lakini hiyo Yanga yenyewe kwenye kipindi cha pili pasi kurudi wapi? Nyuma kwa asilimia kubwa. Alafu kuna kitu kinaitwa tactical shifting ambacho walimu walikuwa wanakifanya. Watu walikuwa wakioni. Lakini kwa mwalimu wa klabu ya Young Africans na mwalimu wa klabu ya Azam FC walipeana muda nafikiri wa kushambulia. Kuna wakati ambao mwalimu Florent Ibenge alikuwa akiona huyu mwalimu anatoka dakika 10 anakuja kunishambulia. Vile vipindi ambavyo Yanga ilibadilika, kama kipindi cha kwanza Young Africans kuna wakati ilibadilika sana. Ikaja sana mbele kwenye dakika nafikiri ya 33 34 walibadilika sana Yanga. Wakawa wanakuja mbele. Mwalimu Florent Ibenge akaweka timu yake, aka play defense, aka sit back, akaacha namna ambavyo wanacheza, yeye anakuja na defend kwenye low block. Young Africans nao kuna wakati walikuwa wanaona Azam inakuja, wanakaa kwenye low block, wana defend. Ndio maana unaona kuna mstari ambao Yanga, Depu, Prince Dube, wote walikuwa nyuma ya mstari wa katikati. Wote wanalinda. Umeelewa? Wote wanazuia kwa sababu ya namna ambavyo walimu wote walikuwa na appreciate ubora wa wapinzani ambao mkutana nao kwenye mchezo wa jana. Isipokuwa sasa challenge kubwa ya Young Africans inaanza kuonekana kwenye michezo mikubwa. Lazima watu wakubali. Na hii inatokea kwa sababu ya mwalimu wao, sifa ya mwalimu wao, nature ya mwalimu. Ndio changamoto kubwa ambayo Young Africans wanatokana nayo. Wachezaji wao wengi wana uwezo mkubwa wa kushambulia, isipokuwa mwalimu alipogundua kuna missing pattern kwenye kosi ya klabu ya Yanga, hafanyi hiyo kazi. I think mwalimu wa klabu ya Yanga anachokihitaji kuliko chochote ni typical playmaker. Mchezaji ambaye anaweza kuichezesha timu kwenye eneo la mwisho kuliko chochote. Mwalimu ndo anachokihitaji kwa sasa. Lakini anakikosa. Ukikosa hichi kitu maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tunapoenda mbele, possibility ya kufunga sasa hivi ni kupitia maeneo ya pembeni, crosses. Ndio maana Israel Patrick Mwenda amekuwa efficient kwenye timu, Mohamed Hussein amekuwa efficient kwenye timu. Ni ngumu kuiona Yanga au sio nyepesi kuiona Yanga inapiga pasi kutoka eneo la katikati kwenda eneo la mwisho kufunga. Hapo utamwona labda Mudathiri haya basi, utamwona Alan Okello. Na hiyo itakuwa ni kwenye mechi ambazo timu nyingi zitakuruhusu kufanya hicho kitu. Timu nyingi zitakuwa zinafanya hayo makosa. Sio kwenye mechi ambazo timu zinacheza compact, kwenye mechi ambazo timu inazuia. No, hiyo huwezi kuona kwa Yanga. Isipokuwa kwenye timu kama unaona walivyocheza na Police Tanzania. Unaona zile pasi alikuwa anapiga Alan Okello, zingine anapiga Mudathir, anakuja kureceive ndani, mlinzi yuko mgongoni, zile pasi zinapigwa kwa sababu ile timu imeruhusu kufanya yale makosa. Lakini kwenye mechi against Azam FC, Yanga wamepiga inside pass chache sana. Moja wapo ndio ile iliyozaa penalty ya Prince Dube. Chache sana inside passes hizi ambazo Yanga alikuwa anaweza kupiga. Kwa sababu ya madhaifu kwenye baadhi ya maeneo ikiwemo eneo la typical playmaker. Kwa hiyo Yanga haiperform hasa kwenye mechi kubwa. Lazima hichi kitu kichukue. Sababu ya msingi kabisa ambayo watu wengi wanaipuuza ya Yanga kutokucheza vizuri, mimi nitakwambia ukweli. So far ukiondoa Simba, timu zingine nyingi kwenye ligi kuu ambazo kwa zinashiriki mashindano ya kimataifa, ikiwemo Azam, Singida Black Stars pamoja na Young Africans, hazichezi vizuri sana uwanjani. Hawana display nzuri sana uwanjani. Sijui kama watu wengi wanafuatilia. Azam FC kwangu mimi nimeifuatilia mechi dhidi ya Pamba Tanzania Prisons, nilifuatilia mechi zake 2 za nyuma kabla ya hiyo. Azam FC kuna kitu wana miss kwenye performance. Yaani kuna kitu ambacho 100% 10 out of 10 Azam FC wana miss. Hicho kitu ni display ya uwanjani ili ya kuwa threat against timu zingine. Yaani wewe ni kuatishio kwamba mimi nimeuchukua mchezo, nimeumiliki mchezo na wakati wote nitakufunga kwa sababu natengeneza chance after chance after chance after chance. Hicho kitu timu nyingi zina miss kwa sababu toka Yanga amerudi kutoka kwenye Champions League, mechi ya mwisho Yanga amecheza tarehe 15 mwezi wa pili dhidi ya JS Kabylie, si ndio? Toka amerudi kutoka Champions League Yanga amecheza mechi 6 za ligi, achilia mbali kucheza mechi ngapi? Kucheza mechi 2 za CRB Federation Cup. Yanga toka amerudi kutoka kucheza na JS Kabylie amecheza mechi 6. Sawa? Ukipiga hesabu rahisi, leo ni tarehe 16 ndani ya mwezi mmoja Yanga amecheza mechi 6 za ligi. Mwezi mmoja. Ndani ya huo mwezi mmoja ambao Azam pia alicheza tarehe 15 mwezi wa pili, amecheza mechi 6. Same na Singida Black Stars. Sawa? Halafu wana mechi za kombe la shirikisho ambazo wanacheza. Technically hizi mechi wangecheza kwenye eneo moja, ungesema hii mechi ni balanced. Aina yetu ya usafiri ingekuwa nzuri pia, hawasafiri mbali, ingekuwa sema ni balance. Lakini Yanga hapo katikati kazunguka, ameenda Dodoma, si ndio? Anazunguka kwenye safari tofauti ambazo anazifanya kwenye mikoa, anaenda anarudi Dar es Salaam, anaenda anarudi Dar es Salaam. Mfano anacheza mechi ya mwisho away, angeza kuunganisha kwenda Dodoma, lakini amerudi tena Dar es Salaam, akasubiri, akayafanya mazoezi ya mwisho hapo, akatoka akaenda Dodoma. Alipotoka Dodoma kucheza dhidi ya Tanzania Prisons, amerudi Dar es Salaam nafikiri tarehe 13
kapumzika tarehe 14, tarehe 15 amecheza nani na Azam FC. The same na Azam FC pia. Kwa hizi timu highly huwezi kuziona zina perform 100%, zinakupa ile standard performance kwa sababu ya namna ambavyo ratiba imekaa, inawabana wachezaji. Technically wale ni wachezaji, yani wale ni wachezaji, ile sio yale, sio maroboti, wale ni wachezaji. Na bahati mbaya walimu wengi wa timu zote mbili au tatu pengine kwenye ligi hawaamini sana kwenye rotation. Hawa wachezaji walioanza kuwatumia mwanzo wa msimu kabisa, yani msimu unaanza Yanga ilikuwa na wachezaji wengi sana ambao wanawatumia. Ukimuondoa Depu kwenye squad, ukimuondoa Alan Okelo kwenye squad, Yanga wachezaji wengine wote tunawaona, ukiondoa Damaro ambaye pia anapata ana time kidogo ya kukaa benchi kama mechi ya jana hajagusa na mechi iliyopita pia, wachezaji wengi wa klabu ya Young Africans wametumika kuanzia mwanzo wa msimu. Na wengine wametumika kuanzia msimu uliopita ambao ulikuwa na span ndogo sana ya mapumziko. Au kumbuke hapo katikati watu wamecheza sana hapo, si ndio? Including wakina Dickson Job walikuwa kwenye AFCON, wametwanga hapo katikati, unganisha hao wakina Dickson Job wakina Mamnyeto, wengi ndio wanapata majeraha, umeelewa? Kwa option ya Yanga ya kwanza, kama unakumbuka, wakati msimu unaanza ulikuwa unakupumzisha wachezaji wake katikati ya mechi. Yani mimi nina mechi mbili, hii mechi hii atakosa Baka, mechi inayofuata atakosa Job. Lengo ni kwa sababu gani? Hawa wachezaji wapate nafasi ya kupumzika. Wametumika hawa wachezaji, tukubali tukatae, wametumika. And then ukija kwenye advantages side sasa, timu ambayo inacheza vizuri kuliko timu zote hizi tatu kwa sasa, klabu ya Simba. Simba wamepata big advantage. Watu wengi hawasemi. Simba imefanya reshuffle ya kikosi zaidi ya wachezaji 6-7. Katika hawa wachezaji 6-7, I think wachezaji waliokuwa na national teams zao wakati wa AFCON wanaweza kawa wazidi watatu, sijui wawili. And I think hata hawafiki, kwa sababu Rushin Duka kwa na timu, Ismail Toure kwa na timu kwenye AFCON, si ndio? Aniseto Ura, Libasegwe, Ino Luemba, si ndio? Wote wako kwenye timu. Clement Kibabage, si ndio? Na mchezaji wa mwisho Jibril Kasali pia the same, si ndio? Karibia wachezaji wote wa klabu ya Simba ambao wameingia hawakuwa overused kwenye timu zao, si ndio? Clatous Chama at least yeye alikuwa na klabu ya Singida Black Stars, si ndio? Akaenda kucheza mechi na kimataifa. Lakini hao wengine karibia wote walikuwa na wachezaji ambao wanacheza tu mechi zao, wengine kabisa walikuwa hawachezi kama kina bado wana energy, si ndio? Hao wachezaji wana energy, hao wachezaji hawakuwa overused. Hata ukiwapangia hapa mechi ndo zinazidi kuwapa fitness, haziwapi fatigue. Yani hata unawapangia mechi 5-6 mbeleni hawapi fatigue na wapa mechi. Lakini angalia Yanga, utapata hilo jibu. Clement Mzize overused, majeruhi. Yanaonyesha wazi kabisa kaumia kwenye national team. Dickson Job overused, majeruhi. Anaweza kukosa msimu mzima. Ametumika mno kama mchezaji. Pacome Zouzoua ametumika mno kama mchezaji msimu uliopita na klabu ya Young Africans. Mno. Umeelewa? Huyo kaenda majeruhi, si ndio? Kuna possibility pia Ibrahim Baka kwenda majeruhi. Sio kwa ubaya. Kuna possibility ya watu kama kina Djigui Diarra, na sio possibility. Djigui Diarra I think baadhi ya mechi alizikosa mwanzoni. Majeruhi. Umeelewa? Kwa sababu mchezaji katumika sana. So wanaobakia na wachezaji ambao fitness level yao at least inawabeba. Msimu uliopita labda hawakutumika sana kama kina Duke, ambao bahati nzuri nafasi yake ilikuwa inazibwa na kina Khalid Aucho, alikuwa anapata nafasi ya kucheza zaidi kuanzia msimu uliopita and so. Lakini lazima tukubali, tukae kwenye mstari sawa sawa, tukubali kwamba hawa wachezaji kuna over usage waliotumikana. Hata wakina Alan Okelo na udogo wake ule, amecheza na national team ya Uganda, amecheza na Vipers. Lazima tukubali hao wachezaji kuna namna wanahitaji mapumziko, wamechoka. And I think kuna room ya reset. Hichi kipindi tunachoenda international breaks tu, trust me, kuna room na kuna timu zinaweza zikarudi tofauti kabisa kwa sababu room ya reset hiyo. Okay. Yeah.